Tunaendelea na majadiliano yetu. Tutaanza na Mheshimiwa Isaac Joseph Kapriano, Mheshimiwa Lucy Edward Mwakembe na Mheshimiwa Engineer Johansen Mutasigu ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kunipa fursa na mimi kutoa mchango wangu kwenye wizara hii ya mawasiliano. Lakini la kwanza, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha kusimama mahali hapa kwa ajili ya huu mchango ambao nataka kuutoa. Lakini kipekee, kwanza kabla sijaenda kwenye mchango wangu, ni washukuru sana au nipongeze sana wizara hii kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Na niwapongeze sana wataalamu kwa sababu tulipopata fursa ya kutembelea kama kamati, tulipata wataalamu ambao wana uweledi wa kutosha na walikuwa wakieleza kiundani juu ya utendaji kwenye mashirika ambayo ipo chini ya wizara hii ya mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba Mheshimiwa Waziri, ni kupongeze sana. Lakini kipekee nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukuteua na kukupa wizara hiyo. Na anajua una uwezo mzuri kwa sababu hakuna wizara ambayo umekwenda ukapwaya. Naamini ana makusudi ya kukupeleka wizara hiyo kwa sababu kuna mambo ambayo anataka kuona yanakwenda. Ninajaribu kutafakari mara zote nikijaribu kuangalia baadhi ya mawaziri. Hakika Mheshimiwa Rais kwenye upande huu, manaibu mawaziri wote ametutendea haki. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitaanza na TTCL. Kwanza ningeshauri tuone ni jinsi gani tutaendelea kuwekeza TTCL. Kwa sababu tunajua miaka ya nyuma kila ukisikiliza taarifa ya TTCL ni hasara. Lakini ni mikakati tu mizuri ya kuwepo. Lakini kwa jinsi mmejipanga, Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri na makatibu wakuu na viongozi wote huko, mmejipanga vizuri. Lakini tunatamani sana mtoke hapo mlipo mwende zaidi, kwa sababu mnaweza kwenda zaidi. Na ukijaribu kusikiliza wataalamu, nilipata nafasi siku ile ya kusikiliza, walikuwa wakieleza mambo mazuri ambayo wanaweza kuyafanya punde pale serikali itakapoweza kuwawezesha na kuhakikisha kwamba inawajengea uwezo. Mimi nafikiri tutengeneze nafasi, sababu TTCL ndio mtandao ambao kimsingi wa Watanzania pase kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo tukifanya kila juhudi ya kuwekeza na kutengeneza mitambo mizuri na kusimika minara ya kutosha, basi wale wengine wote watakuja kukodisha kule na tutapata fedha. Hata unaweza usiwe na simu, usiwe na nini, lakini ukafanya uwekezaji mzuri, wale wenzetu wakaja wakawekeza, wale wa mitandao kule, tutapata fedha za kutosha na serikali itapata kodi ya kutosha. Lakini sambamba na hilo, mimi napata shida moja tu wakati mwingine, Mheshimiwa Waziri, na baadaye ukihitimisha utatueleza labda vizuri. Swala la wizi mitandaoni ni jambo ambalo tumezungumza sana, na unakumbuka hata kwenye kamati tumezungumza sana. Mimi najiuliza, hao wenzetu wenye mitandao hivyo hawajui kadi walizoproduce kwenye taasisi labda Vodacom, TTCL, sijui Tigo na wengine, hawajui kadi walizonazo, hawajui mkoa huu tumepeleka kadi ngapi, hawajui wilaya hii tumepeleka watu gani wa kusajili watu. Sasa mimi najiuliza, najitafakarisha sana, labda nao ni sehemu, mimi sina maana hiyo, lakini ni lazima Mheshimiwa Waziri uweke mguu chini, na nakuamini kwamba utaweka mguu chini, huu wizi wa mitandao angalau upungue kwa asilimia kubwa, kwa sababu umekuwa ni jambo ambalo linawaumiza Watanzania sana. Lakini Mheshimiwa Waziri,
Ukijaribu kuangalia, hata ukiangalia maeneo mengi, Mheshimiwa Rais alisema anatamani kuwaachia Watanzania tabasamu. Na watu wakisikia watu wanazungumza swala la tabasamu, wanafikiri tunazungumza kwa sababu tunazungumza. Mheshimiwa Waziri, imezungumzwa mambo mengi hapa juu ya matumizi haya ya kadi. Unapoweka bando, unapoweka bando, unaambiwa bando lako hili ni la siku 7. Bahati mbaya umeenda huko vijijini, umekaa, bando ile wanachukua hivi. Mheshimiwa Waziri, bando ni hela. Bando ni hela. Ni sawa unapokwenda sokoni kununua mboga au mahitaji, ukanunua, fedha zikabaki, ule muuzaji akakuambia nipe na hizi kwa sababu zote ulishapangia matumizi, unakuja sokoni. Sasa lazima tufike mahali, kama ni sheria ibadilike. Lakini malalamiko, ukienda kwenye tathmini ukafanya ulinganisho mtaani na kuuliza Watanzania, wengi wanalalamika juu ya bando. Mtu anakuambia, unaenda kwenye mtandao fulani, unasema bando ya mwezi, bando ya wiki 2. Hata basi umenunua bando la 20,000, hata haifiki nusu mwezi, imeisha. Mheshimiwa Waziri, lazima ukae chini na haya mashirika kuhakikisha swala la bando ya Watanzania, kama hajatumia si hela yake, kwa nini asiwekewa akaendelea kutumia? Kwa nini uchukue? Kwa sababu ndio sababu wao wanakuwa wana tabia kusema tumetengeneza faida. Lazima watengeneze faida. Kwa nini watengeneze faida? Sasa tunachukua hela yetu. Mheshimiwa Waziri, lazima iweke mguu chini, na ndio sababu Mheshimiwa Rais amekuleta hapo, ulete tabasamu kwa Watanzania, kuhakikisha fedha zao za bando hazichukuliwi. Jamani, lazima hili tuzungumze. Ukizungumza kwa mtaani, wanakwambia bando yangu nimeweka 2,000. Hebu niambie mwananchi pale Monduli, labda kule Mfereji, mkupe kata moja huko chini, amenunua bando yake 2,000. Kuna mahali Mheshimiwa Waziri hakuna network, amekaa huko, anarudi kwenye network baada ya siku 3, anakuta bando alipo, anataka kununua nyingine tena. Ni vema mkaweka mkakati. Nimekazia hapo kwa sababu ni jambo ambalo linaumiza Watanzania wengi, na mimi nimeendelea kukusisitiza. Mheshimiwa Rais amekuleta makusudi hapa ili ulete tabasamu kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, kwenye hotuba ya Rais ya ufunguzi wa Bunge alitaja kabisa pale, ukienda kusoma, kwamba lazima tuhakikishe tunajenga uwezo wa kujenga chuo. Soma kwenye ilani, ukisoma kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kujenga uwezo ya kufundisha watu kujua maana ya mtandao, kuwafundisha Watanzania. Na ile ni ajira. Ile ni ajira. Tutakapowafundisha Watanzania, wengi watapata ajira kwenye mitandao. Sasa hivi ukitaka jambo lolote unaagiza kwenye mtandao. Ukitaka nini unaagiza kwenye mtandao. Ni vema tukahakikisha kwamba mitandao yetu hii tunakwenda kuwafundisha Watanzania wengi ili wafanye biashara. Tengeneza chuo kama Mheshimiwa Rais alivyoitebo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, kwamba tunakwenda kujenga chuo kwa ajili ya kuwaelimisha Watanzania kujifunza swala la kimtandao. Lakini Mheshimiwa, mimi niombe, wilaya yangu ina vijiji 63. Wilaya yangu ina vitongoji 236. Nina tarafa 3, nina kata 20. Mheshimiwa Waziri, nashukuru kwa sababu kuna mnara umenijengea kule Selela. Lakini kuna maeneo bado ambayo hajafikiwa na minara hiyo. Kata ya Nalarami, kata ya Mfereji, kata ya Ngaruka, kata ya Mswakini na kata Lemoti. Nikuombe tupate minara ili Watanzania wafaidi matunda ya nchi yao, kwa sababu watakapopata kazi hiyo ya kupiga simu wanafaidi matunda ya nchi yao. Mimi ni shauri ya mwisho, najua muda umeisha. Swala center pale tulifika na wataalamu wakatueleza kinagobaga kwamba inafika mwisho. Tuiombe serikali ipeleke fedha. Ile ndio roho ya nchi yetu, sio mpaka ikolapsi ndio sasa tuanze kutafuta fedha za kupeleka kwa ajili ya kufanya yale marekebisho. Mimi niombe serikali, wakati tunakwenda kwenye bajeti, tuombe bajeti
dharura, tupeleke pale ili tutengeneze ile senta yetu iwe salama kwa ajili ya maslahi ya nchi yetu na taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru na naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Isaac Kopriano, Mheshimiwa Lucy Edward Mwakyembe, Mheshimiwa Johnston Mutasigwa na Mheshimiwa Mgori Miraji, jiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwenye maandiko matakatifu kitabu cha Ayubu 27:4 inasema hivi: hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki, wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu. Naomba Mungu anisaidie. Mheshimiwa Mwenyekiti,